Kinachoendelea kuwaumiza sasa hivi klabu ya Yanga ni kwamba nani atakuwa mbadala wa Stefan Aziz Ki, licha kama tayari tunajua Clatous Chota Chama bado yupo ndani ya kikosi cha wanayanga, lakini still baada ya Stefan Aziz Ki kukutana katika nchi ya Morocco akiwa na mwamba Fiston Kalala Mayele, ambapo nafikiri kwa upande ama nafasi nyingine watakuwa wakikutana kwa mara nyingine tena katika ligi ambayo watakuwa wako sambamba kabisa Pyramid pamoja pia na Wydad. Kwa hiyo ni nafasi ambayo tunazidi kuona kabisa klabu ya Yanga imekuwa ikiendelea kufanya biashara na kuhakikisha kabisa kwamba wanaingiza mpunga na dau la kutosha kutoka kwenye klabu ya Wydad. Ila swali na jambo ambalo kwa sasa limekuwa likiwaumiza sana kichwa klabu ya Yanga, je, nani atakuwa mbadala wa Stefan Aziz Ki? Tunaona kwamba Chama of course nafikiri itakuwa ndo mkataba wake wa mwisho na kwa sasa hivi amesalia kwenye klabu ya Yanga, lakini sidhani kama ataongezewa mkataba, na hata kwa wachezaji wengine ambao wanadaiwa kabisa kuja kwenye klabu ya Yanga akiwemo Faisal Salum Abdallah, hatuna uhakika kwa sababu tayari kumeonekana kuna upinzani, Simba wanamtaka pia Yanga wanamtaka. Sasa je, hapo ndo penye changamoto, Faisali ataenda wapi? Kwa sababu tayari safari ya Stefan Aziz Ki imekamilika na hakuna kipingamizi, yani sio tetesi tena bali ni taarifa iliyo kamili kwamba mwamba amesha sepa, yani mwamba tayari ameshapata timu yake ambayo anasubiri tu yani ifike muda wakati sahihi kabisa wa kuweza kusafiri tena akiweza kushiriki katika mashindano ya kombe la dunia, ambapo pia katika ile michuano ya klabu bingwa ya dunia ambapo pia Wydad itakuwa inapata nafasi kucheza katika michuano hiyo. Kwa hiyo nafikiri ni swala ambalo kila mmoja anatamani sana kuweza kuona nani anaweza akawa man of the match kuweza kumreplace Stefan Aziz Ki. Je, ni Faisal Salum Abdallah ama ni nani? Kwa sababu kwa kusema kwamba watakuwa wanamtegemea Clatous Chota Chama ni swala ambalo haliingia akilini. Yani hapo badala ya Yanga endelee kuwa imara, basi itakuwa inaendelea kupotea kadiri siku zinavyozidi kwenda. Ukiwa kama mdau wa soka, kama mshauri, kama mshabiki wa klabu ya Yanga ama Simba, una lipi la kuzungumza na lipi la kuweza kutoa? Kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha kabisa kwamba timu zetu zinaendelea kuwa imara katika michuano ya kimataifa. Sasa nikupe nafasi kuweza kutoa ushauri, maoni. Cha msingi sasa kuweza kusubscribe, kulike na comment, lakini hayo ndio ya msingi. Na kazi yetu sio kukumalizia MB, bali ni kuhakikisha kabisa kama unapata taarifa kwa ufupi iliyo kamili.